Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sema Bwana Yesu, Bwana Yesu. Bwana Yesu, Bwana Yesu. Asubuhi ya leo ukaguse maisha yangu, ukabadilishe maisha yangu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nimekuja siku ya leo. Ninakuomba ukaguse maisha yangu, ukabadilishe maisha yangu, ukanifanye upya leo, ukanitakase leo, ukanibariki leo, ukaniinue leo, ukanitakase leo kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hebu sema amen. Mchapie Bwana Yesu makofi mengi. Nataka watu leo changamka, mchapie Bwana Yesu makofi mengi zaidi. Na vigelegele vingi sijasikia. Amina. Sasa kama unaandika kichwa cha somo, utaandika mambo 10 ambayo huwa yanatokea unapoamka kuomba usiku wa manane. Naulia tena. Mambo 10 ambayo hutokea mtu anapoamka kuomba usiku wa manane. Na ninaomba nisikize kwa makini sana. Amina. Usiku wa manane ndio muda pekee ambao ulimwengu wa giza unakuwa uko active kuliko wakati wote ule. Usiku ulimwengu wa giza unakuwa na nguvu sana kuliko wakati wote ule. Kwa nini ulimwengu wa giza unakuwa na nguvu kuliko wakati wote ule? Ni kwa sababu mchana unakuwa na shughuli nyingi. Mchana unakuwa na harakati nyingi, lakini usiku unapokuwa umelala, roho yako inakuwa imetulia, mwili wako unakuwa umetulia. Kwa hiyo ni rahisi aidha shetani kupanda mapando kwenye maisha yako au Mungu kuweza kutembelea kwenye maisha yako. Kuna mawili. Yaani usiku ni aidha utembelee na shetani ama utembelee na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna tofauti ya hivyo. Kuna mangapi? Mawili. Kuna mangapi? Mawili. Nataka nikuulize swali. Wewe jana usiku umetembelewa na nani? Jana usiku umeona ndoto gani umetembelewa na nani? Amina. Ukitaka ujue umetembelewa na nani jana usiku, angalia jana usiku ulivyokuwa unahangaika. Angalia jana usiku ulivyokuwa unaweseka. That's deep. Angalia jana usiku ulivyokuwa unakukaba. Kwa usiku ni either umetembelewa na Mungu ama umetembelewa na mashetani. Na wengi wetu jana usiku tunajua tumetembelewa na kina nani? Amina. Sio hivyo? Dalili ya kwanza kwamba jana usiku ulitembelewa na shetani, ukuamka kuomba. Usikimbilie hata mambo ya kukabana, ukuamka kufanya nini? Ukuamka kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ina maana kutokuamka kwako kuomba kuna maanisha kama ulitembelewa na nani? Na shetani. Shetani kama utembelea kwenye maisha yako hauwezi kuamka kuomba. Mnanielewa watumishi wa Mungu Amina. Sasa kwa nini unatakiwa kuamka usiku? Kwa sababu unapokuwa umeamka usiku kuna vitu ambavyo huwa vinakuwa vinatokea. Kuna mambo ambayo yanakuwa yanatokea usiku kipindi ambacho mtu anaamka. Unapoamka usiku, jambo la kwanza unakuwa umejitoa sadaka tayari. Amen. Yaani kitendo cha kuacha usingizi wako na wewe ukaamka usiku, ukasema mimi leo naomba, ni kweli nimechoka na kazi mchana, ni kweli mchana nimechoka na vitu ambavyo vilikuwa vinanisumbua, lakini leo usiku naamua kuamka kwenda kuomba. Hiyo ni sadaka ya kwanza unakuwa umeitoa. Hata kama huna kitu chochote cha kuomba, ile tu kwamba umeamka usiku, Mungu anakusikia. Watu wengi unaweza kama nasema mtumishi, ninaamka usiku lakini sina cha kuomba. Nataka unisikize kwa makini. Ile tu kwamba umeamka usiku, kabla hujaanza kuomba, hiyo ni sadaka tayari mbele za Mungu. Amina. Kwa sababu umeacha usingizi wako umeweka pembeni. Ulikuwa umechoka umesema hapana, uchovu unaweka pembeni. Ulikuwa na usingizi umesema usingizi unaweka pembeni. Sasa hivi ninakwenda kumwabudu Mungu. Sasa hivi ninakwenda kumwomba Mungu. Ile tu kwamba umefanya hivyo, tayari Mungu amekusikia tayari. Hamshangilie kwa sababu unataka kuomba usiku. Kwa sababu sadaka ni kitu gani? Sadaka ni kitu ambacho unatoa kwa mbadala. Kilikuwa ni cha kwako lakini unatoa unampa nani? Mungu. Ama unatoa unampa mtu. Usingizi ulikuwa ni wa kwako lakini unatoa umempa nani? Mungu. Ina maana tayari umekwisha kutoa sadaka ya usingizi na umeingia kwenye maombi tayari. Kwa maombi ya usiku yanakuwa na matokeo makubwa sana, ni kwa sababu ni maombi ambayo mtu anakuwa amejitoa. Ni maombi ambayo mtu anakuwa ameacha usingizi. Ni maombi ambayo mtu anakuwa ameweka uchovu pembeni, lakini ameingia kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa sababu kubwa ambayo inafanya maombi ya usiku yasikike kuliko maombi yote yale, ni kwa sababu maombi ya usiku ni sadaka. Mwambie mwenzako maombi ya usiku ni sadaka. Maombi ya usiku ni sadaka. Mwambie tena maombi ya usiku ni sadaka. Maombi ya usiku ni sadaka. Kwa hiyo mtu anaweza kaniambia mtumishi, kwa hiyo mchana inakuwaje? Mchana kuna matokeo makubwa, lakini usiku kuna matokeo makubwa zaidi. Unapoamka usiku kuna matokeo makubwa zaidi. Na ndio maana muda mwingine ni rahisi sana kuomba mchana, lakini ni ngumu sana kuomba usiku. Kwa nini mchana yasitoke mchana ukiwa umekaa? Kwa nini anakimbilia usiku? Kwa sababu usiku ni wakati wa kiroho. Hakuna muda ambao ulimwengu wa kiroho unakuwa na nguvu kama wakati wa usiku. Na ndio maana watu wengi wanapoteza vitu vyao, wanapoteza hatima zao usiku manane.
Usiku manane watu wengi wanapoteza vitu ambavyo Mungu ameweka ndani yao. Na ndio maana Biblia inasema kwamba kipindi ambacho watu walipokuwa wamelala ndipo alipokuja yule mwovu na akapanda magugu ndani yao. Unaona, magugu yalipanda muda gani? Magugu yanapanda usiku. Magonjwa yanapanda usiku, laana zinapanda usiku, kutokuzaa kunapanda usiku, kutokupata kazi kunapanda usiku. Usiku ni wakati ambao shetani anapanda magugu kwenye maisha ya watu. Usiku ni wakati ambao shetani anapanda laana kwenye maisha ya watu. Usiku ni wakati ambao shetani anapanda magonjwa kwenye maisha ya watu. Kwa nini watakiwa kuamka usiku? Kwa sababu usiku ni wakati ambao shetani anakuwa anapanda vitu vibaya kwenye maisha ya watu. Kwa hiyo unapokuwa umeamka usiku, ni sawa sana mtu anayekuwa anasema hapana, mimi leo usiku nimekataa kwa shetani kupanda magugu kwenye maisha yangu. Mimi leo usiku nimekataa kufungwa. Mimi leo usiku nimekataa kudhulumiwa haki yangu. Mimi leo usiku nimekataa kupandiwa umasikini. Mimi leo usiku nimekataa kupandiwa kutokuolewa. Leo ninaamka. Leo ninaingia kuomba. Hebu sema leo ninaamka. Sema leo ninaamka. Leo ninaamka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Usiku ni wakati ambao shetani anakuwa anapanda magonjwa. Na ndio maana unaweza kulala usiku ukiwa mzima, lakini ukaamka ukiwa unauma. Unaweza kulala ukiwa na vitu, asubuhi ukaamka ukiwa umepoteza. Ni kwa nini? Ni kwa sababu usiku ni wakati ambao shetani huwa anaiba vitu vya watu. Usiku ni wakati ambao shetani anakuwa anapanda magonjwa. Usiku ni wakati ambao washauri wanakuwa na tempa na ulimwengu wa roho wa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Umepata hapo tuisho Bwana. Kitabu cha Mathayo sura ya 13 mstari wa 25. Kitabu cha Mathayo sura ya 13 mstari wa 25. Lakini watu walipolala, akaja adui yake, akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa. Ishia kwa hapo. Anasema usiku watu walipokuwa wamelala, akaja akapanda magugu. Yesu anamfananisha shetani na mtu ambaye anakuja kupanda magugu kwenye maisha yako. Magugu ni kitu gani? Magugu ni mateso ambayo uko nayo siku leo kwenye maisha yako. Amina. Magugu ni uko kukataliwa uliko nao siku leo kwenye maisha yako. Magugu ni uko kupata kazi. Magugu ni uko kukamata pesa. Magugu ni hayo magonjwa. Kwa usiku kipindi ambacho watu wanakuwa wamelala, ndipo shetani wanakuja kupanda vitu kwenye maisha ya watu. Umenielewa kwa nini unatakiwa kuamka usiku? Wanatakiwa kuamka usiku kwa sababu usiku kipindi ambacho tunakuwa umelala ndio kipindi ambacho shetani anakuja kupanda magugu. Shetani haji kupanda magonjwa mchana. Shetani haji kupanda mikosi mchana. Shetani anakuja kupanda mikosi usiku. Shetani anakuja kupanda magugu usiku. Usiku kipindi ambacho watu wanakuwa wamelala ndio kipindi ambacho shetani huwa anakuja kuharibu kwenye maisha ya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Na nielewa tumisho Bwana. Amina. Mambo gani ambayo yanatokea usiku unapokuwa unaomba? Jambo la kwanza, minyororo ya kiroho huwa inavunjika. Minyororo ya kiroho huwa inavunjika. Kama unaandika minyororo ya giza ama ya kiroho ama vifungo huwa vinavunjika usiku wa manane. Utanifukulia kile kitabu cha ile Matendo ya Mitume, ile sura ya 16 ule mstari wa 25 mpaka wa 26. Matendo ya Mitume sura ya 16. Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 25. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakisikiliza. Sikilize, napenda kuongea hivi. Palipokuwa usiku wa nini? Wa manane. Ina maana ilikuwa ni usiku. Amen. Paulo na Sila walikuwa wanamwimbia Mungu. Na wakati huo wanamwimbia Mungu, kuna wafungwa wengine walikuwa wamelala. Ninaomba nisikize kwa makini sana. Yawezekana pale nyumbani unakaa na mume wako. Yawezekana pale nyumbani unakaa na jirani yako. Jirani yako naye amefungwa kama wewe uliofungwa. Jirani yako naye ni mfungwa kama wewe. Lakini kwa sababu yeye hamki kuomba, isifanye usishinde kuamka kuomba. Kwa sababu huyo mke wako, mume wako, kila siku ukimwamsha kuomba huwa hataki kuamka kuomba, isikufanye na wewe leo usiamke kuomba. Mnaweza mkawa ni wafungwa mko kwenye gereza moja, lakini wengine wafungwa, wapo wafungwa ambao wanataka uhuru na wako wafungwa wasiotaka uhuru. Wewe siku ya leo kuwa kama yule mfungwa ambaye anataka uhuru. Wafungwa wenzako wanapokuwa wamelala, wewe usiku amka, anza kumsifu Bwana, anza kumwomba Bwana. Hata kama mume wangu naye amelala siku ya leo, ni kweli familia nzima inateseka na uchumi, ni kweli familia nzima inateseka na magonjwa, lakini mimi siku ya leo sitakubali kulala. Siku ya leo ninaamka. Siku ya leo nataka nisemezane na Bwana. Siku ya leo mabibarata ya mando robosha. Biblia inasema ya kwamba usiku ulipokuwa, hata ulipotimia usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa gerezani. Sijui siku ya leo uko kwenye gereza na namna gani. Inawezekana uko kwenye gereza na magonjwa siku ya leo. Inawezekana uko kwenye gereza ukataliwa. Inawezekana uko kwenye gereza na kuachwa. Inawezekana uko kwenye gereza
sasa wa kutengwa. Biblia inasema ilipotimia usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimuomba. Nisikilize, Paulo na Sila walifungwa kuanzia mchana, lakini walisubiri mchana wa kuomba, walisubiri ilipofika usiku wa manane. Kwa nini walisubiri ifike usiku wa manane? Kwa sababu Paulo na Sila walikuwa wanajua siri na kuambia siku ya leo. Walikuwa wanajua haya, nikitaka kutoka kwenye vifungo, nikiomba mchana haiwezekani, nikiomba saa 9 mchana haiwezekani, nikiomba jioni haiwezekani, nikiomba saa 2 usiku haiwezekani. Vifungo hivi viniachie, inahitajika niamke usiku wa manane, na nikiamka usiku wa manane nianze kuomba. Ninaomba nisikize mtumishi wa Bwana. Inawezekana kuna minyororo ya maskini na kufuatilia, inawezekana kuna minyororo ya magonjwa na kufuatilia, inawezekana kuna minyororo ya kutokuendelea na kufuatilia, inawezekana kuna minyororo ya kutopata kazi na kosi na kushikilia. Usiamke, usiombe muda wote. Amka usiku wa manane. Sema leo ninaamka usiku wa manane. Utakapoamka usiku wa manane, ingia kwenye maombi, anza kumsifu Bwana. Utakapoanza kumsifu Bwana, usimwombe Mungu chochote. Kama una tenzi, kamata tenzi, anza kumsifu Bwana. Kama una nyimbo, anza kumwimbia Mungu nyimbo. Kama una nyimbo za kuabudu, weka nyimbo za kuabudu, anza kumsifu Bwana. Radala shakataya mandolodobosika. Unapomsifu Bwana, kuna jambo linatokea kwenye ulimwengu wa kiroho. Unapomsifu Bwana, kuna kitu kinatokea kwenye ulimwengu wa kiroho. Minyororo iliyokuwa imekufunga inakuachia na kukatika katika vipande kwa jina la Yesu. Amen. Anasemaje mtumishi wa Bwana? Ghafla pakawa na tetemeko kuu. Sikiliza, wanasifu lakini ghafla ukawa na tetemeko kuu la ardhi. Sifa zina uwezo wa kutetemesha ardhi. Sifa zina uwezo wa kutetemesha misingi. Ninaomba nisikilize. Biblia inasema ghafla ukawa kuna tetemeko kuu. Nisikilize. Maombi ya usiku yana uwezo wa kuita tetemeko katikati ya maisha yako. Inawezekana kuna vifungo vimekushikilia, lakini unapoamka kuomba usiku, maombi yana uwezo wa kuita tetemeko. Inawezekana kuna magonjwa yamekushikilia, lakini unapoamka usiku manane, maombi yana uwezo wa kuita tetemeko. Sijui ni jambo gani limekufunga mtumishi wa Bwana, lakini siku ya leo ninaalika tetemeko katika ulimwengu wa kiroho. Tetemeko lipite kwenye maisha yako. Tetemeko lipite kwenye kazi yako. Hebu sema pita tetemeko, pita. Tetemeko pita. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tetemeko, hebu sema tetemeko. Hebu sema tetemeko. Inaamuru kuanzia siku ya leo. Tetemeko pita. Pita kwenye maisha yangu tetemeko. Pita kwenye uchumi wangu tetemeko. Pita kwenye familia yangu tetemeko. Mimi naamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu. Yule malaika aliyoshuka katika kipindi cha kina Paulo na Sila akaitetemesha ardhi. Ninaamuru malaika huyo siku ya leo ashuke kwenye maisha yako. Atetemeshe ardhi kutoka kwenye maisha yako. Atetemeshe kile tatizo lilopo kwenye maisha yako. Amen. I receive. Haya mando robo shaka. Maandiko yanasema kwamba sijui kama unaelewa kabla ya tetemeko. Maandiko yanasema kulikuwa kuna walinzi wapatao 3 na walinzi wale walikuwa wamewekwa kwenye kaburi la Yesu. Biblia maandiko yanasema kwamba ghafla kukatokea tetemeko la ardhi. Ghafla kukatokea tetemeko. Wale walinzi wakawa wanashangaa. Malaika wa Bwana kumbe alikuwa ameshuka. Na malaika wa Bwana alipokuwa ameshuka, wale walinzi Biblia inasema kwamba kwa kumwangalia kwao wakawa waoga, wakawa kama wafu. Inaomba unisikize kwa makini sana. Mungu anaposhuka kutetea kwenye maisha yako, wale walinzi walioshikilia maendeleo yako, wale walinzi ambao wanalinda ili usiweze kutoka kwenye kifungo ulicho nacho siku ya leo, walinzi wale huwa wanabaki kama wafu. Kwa nini? Kwa sababu malaika ni kitu cha kuogopesha. Malaika ni kitu cha kutisha. Malaika ni kiumbe chenye utakatifu. Biblia inasema kwamba malaika akashuka. Aliposhuka tetemeko kubwa la ardhi ikatokea. Malaika aliposhuka, Biblia inasema kwamba akachukua lile jiwe, akalivingisha, afu akalikalia kwa juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Malaika yule aliyeshuka kwenye kaburi la Yesu, akalivingisha lile jiwe, akalikalia juu. Malaika huyo ashuke kwenye kaburi lako la mateso siku ya leo. Ashuke kwenye kaburi lako la kukataliwa siku ya leo. Napokea. Kwenye kaburi lako la maskini siku ya leo. Napokea. Hebu sema malaika viringisha. Hebu sema malaika viringisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna watu Mungu siku ya leo anataka kukutoa kwenye kaburi. Mungu siku ya leo anataka kukutoa kwenye mauti uliopo, lakini shetani amekuwekea walinzi. Shetani amekuwekea watu ambao wanasimama wakuzuia wewe usiweze kutoka, wakuzuia wewe usiweze kufufuka kutoka kwenye hiyo hali ya mauti. Nisikilize nikwambie kitu. Kwa nini unaomba sana lakini unashindwa kufanikiwa? Ni kwa sababu shetani amekuwekea walinzi. Katika ulimwengu wa kiroho kuna watu wanaitwa gatekeepers. Gatekeepers ni walinzi ambao wenyewe kati yao kazi yao ni kuweza kuhakikisha mtu atoki kwenye yale mateso aliyokuwa nayo, mtu atoki kwenye ule huzuni aliyokuwa nao, mtu atoki kwenye hiyo shida aliyokuwa nayo. Hao wanaitwa gatekeepers. Hao ni protector of the realms. Hao ni walinzi ambao wanakaa kwenye hizi ulimwengu za kiroho ili kuweza kumzuia mtu asitoke kwenye matatizo yake. Na ndio maana siku ya leo unaomba sana lakini unashindwa kutoka. Ni kwa nini? Kwa sababu shetani amekuwekea walinzi. Lakini siku ya leo nasema hivi, Bwana ashushe malaika. Bwana ateremshe malaika.
kwenye hilo kaburi ambayo shetani amekuwekea siku ya leo. Malaika wale washuke na Mungu aweze kutetea siku ya leo. Napokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Endelea kwenye mambo ya Paulo na Sila. Ghafla pakawa na tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika. Ghafla pakawa na tetemeko kuu la nchi, alafu kilichotokea baada ya tetemeko kuu la nchi, misingi ya gereza ikatikisika. Ninaomba nisikilize. Unapoamka kuomba usiku wa manane, misingi ya gereza huwa inatikiswa. Narudia tena, unapoingia kuomba usiku wa manane, misingi ya gereza huwa inatikiswa. Amina. Sijui kwenye maisha yako na misingi gani. Na tunapozungumza misingi, nisikilize, maombi ya usiku wa manane huwa yakisikuta yanatikisa msingi. Ina maana kwa lugha nyingine, hii ni lugha ya kinabii. Ina maana maombi ya usiku wa manane huwa yanatikisa msingi wa tatizo, yanatikisa chanzo. Maombi ya usiku wa manane ni maombi ambayo yanadili na chanzo cha tatizo, yanaenda kwenye mzizi wa tatizo, huwa yaji juu. Yale maombi ya mchana huwa yanapiga juu, lakini maombi ya usiku wa manane ni maombi ambayo yanadili na msingi wa tatizo, ni maombi ambayo yanadili na chanzo cha tatizo, ni maombi moja kwa moja ambayo yanaenda kupiga. Inawezekana siku leo ni maskini, lakini umaskini ukawa sio chanzo cha, yani umaskini ulionao sio chanzo. Kuna kitu ambacho kipo kwenye maisha yako ambacho kinasababisha umaskini. Inawezekana ni laana za ukoo. Inawezekana ni laana za kifamilia. Inawezekana kuna maagano ambayo yanakusumbua siku leo. Maombi ya usiku wa manane yanachokifanya huwa yanaenda kwenye mzizi wa tatizo, huwa yanaenda kwenye chanzo cha tatizo. Yani sio lazima uende kumwambia Mungu ninaingia kwenye chanzo cha tatizo, ninavunja na kubomoa. Maombi ya usiku wa manane, unapojicommit, unaposema leo kwa jina la Yesu leo ninaamka usiku wa manane kwenda kuomba, maombi ya usiku wa manane yana tabia ya kwenda kupiga chanzo cha tatizo lenyewe moja kwa moja. Yes. Unaniuliza kwa nini unaamka usiku wa manane? Ninaamka usiku wa manane ili niweze kudili na vyanzo ambavyo vinaitesa familia yangu. Chanzo cha umaskini wangu. Chanzo cha madeni ambayo yaishi kila siku. Chanzo cha kwamba kwa nini mimi kila siku ili kuweza kulipa madeni nalipa na nakopa madeni mengine ili kuweza kulipa madeni mengine. Leo ninaingia kwenye maombi usiku wa manane. Leo nataka nipambane nijue ni kitu gani. Leo nataka niende kudili na vyanzo. Kwa nini uamke usiku wa manane? Unaingia kwa ajili ya kuvunja minyororo. Endelea mtumishi wa Bwana. Na mara milango ikafunguka. Nisikilize. Milango iliyokuwa imefungwa usiku wewe na tabia kufunguka. Amina. Milango, narudia tena. Kwenye maisha yako kuna mlango gani uliofungwa? Angalia kwenye maisha yako. Unapitia tatizo gani siku leo? Ni mlango gani ambao umefungwa? Ni sehemu gani ambapo hauoni mwanga? Ni sehemu gani ambapo hauoni nuru? Maombi ya usiku wa manane yana tabia kwenda kufungua milango iliyokuwa imefungwa. Unapoona siku ya leo mlango wote kwenye maisha yako umefungwa, jitahidi kuamka usiku wa manane. Ni kwa nini muda mwingine ukiweka alamu kwenye usiku wa manane uamke? Ni kwa nini muda mwingine unajitahidi kuweka hata alamu maskini unashindwa kuamka? Ni kwa nini muda mwingine unajaribu hata kuamka, unaweka alamu unashindwa kuamka? Usingizi umekuwa mzito kwako. Unatamani kuamka lakini unashindwa. Unapata roho ya mgandamizo kwa sababu shetani anajua siku utakayoamka milango yako kwenye maisha yako itafunguka. Amen. Nataka uingie kwenye challenge, hebu sema challenge. Challenge. Nataka uingie kwenye challenge. Jitahidi angalau wiki 3 mfululizo, siku 21. Kila siku amka kwa usiku wa manane kuomba. Na wewe unaomba angalau nusu saa tu peke yake. Afu utaniambia ndani baada ya siku 21 utaona kama maisha yako yatakuwa yako hivyo. Amen. Maisha yako yatakuwa hivyo kama yalivyo. Napokea. Ingia tu kwenye challenge, nasema mimi najicommit, ni kweli. Achana na kule kuomba kule kwa mapengo. Yaani nafuliza siku 3, siku 5, naruka siku 2 naenda siku usifanye hivyo. Nazimia kule kuomba kwa mfululizo. Jaribu kuomba siku 21 mfululizo, afu utaona kitu gani kinatokea kwenye maisha yako. Anasema milango ikafunguka. Endelea. Vifungo vya wote vikalegezwa. Unaona, vifungo vya wote vikafanya nini? Vikalegezwa. Usiku wa manane ni muda ambao vifungo huwa vinalegezwa. Kwa nini mwanamke usiku wa manane kuomba? Kwa sababu usiku wa manane kitu ambacho huwa kinatokea, vifungo huwa vinalegezwa. Kifungo gani ambacho kimekaza siku leo kwenye maisha yako? Unaweza kaangalia. Ni sehemu gani kwenye maisha yako ambapo siku leo vifungo vimekukaza? Ni sehemu gani ambapo vifungo vimekushikilia siku leo kwenye maisha yako? Hiyo ndio sehemu ambayo Mungu anahitaji aweze kukufungua. Mungu anahitaji kuweza kukukomboa. Mungu anahitaji kuweza kufanya kitu kwenye maisha yako. Amina. Angalia ni sehemu gani ambapo vifungo vimekushikilia. Amen. Ni sehemu gani ambapo umeshikiliwa siku ya leo? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Asemaje? Yule mlinzi wa gereza akaamka, naye alipoona kuwa milango ya gereza imefunguka, alitafuta upanga akataka kujiua. Ishi hapo. Amen. Kwa nini vifungo vinalegezwa? Ni kwa sababu, nisikilize. Amen. Unaweza ukawa bado una kifungo, lakini unapoamka usiku wa manane kikalegea. Kama ulikuwa upate pesa kabisa, ulikuwa unapata shilingi 1,000, shilingi 2,000, kifungo kikilegea unaanza kupata shilingi 10,000.
Kama ulikuwa ni mgonjwa unaumwa, ugonjwa wako ulikuwa uponi, ulikuwa uweze hata kutembea. Unajikuta ugonjwa bado uko lakini umeanza kuweza kutembea tayari. Usikomana Biblia sema vifungo vikawalegea. Usikomana ile ndio ambao vifungo vinalegea. Amina. No matter kifungo kimekaza kwa namna gani. Ukiwa unaamka kuomba hata kama ni maskini, hivyo hivyo, lakini uwezo ukakosa hela ya kula. Amen. Uwezo ukakosa hela kununua maji ya kunywa. Kuna watu tuko mahali hapa vifungo vimekaza kiasi kwamba hata hela ya kula ni ngumu. Mnalisha watoto ugali na chumvi. Mnalisha watoto ugali na ubuyu. Unajua ubuyu? Mnatengenezea ubuyu kama maji ndio mboga. Lakini kifungo kikilegea, unashangaa bwana umeanza kula hata kama ni ugali na dagaa. Ugali na visuma na vile visamaki vyako na vita visamaki vya kurumangila. Kuna rumangila. Vile dagaa vile ambavyo vimefungwa ni vifungo ni kama vimekaangwa hivi. Unajikuta unaanza kula hata hivi. Vifungo vimefanya nini? Vimelegea. Ya unawezaje kulegeza vifungo? Maombi ya mchana huwa yalegeze vifungo. Yaani mimi naweza nikakuonyesha kuanzia mchana. Naweza nikakuonyesha kimaandiko. Saa sita kamili mchana ni muda wa kuomba rehema. Unanielewa Kwa sababu saa sita kamili mchana ndipo Yesu aliposema kwamba ndipo Yesu aliposulubiwa. Na ndipo Yesu alipoomba maombi ya kama Mungu awasamehe wanadamu kwa sababu alijua itendao. Ni saa sita kamili mchana. Saa sita kamili mchana. Saa tisa kamili mchana. Saa tisa kamili mchana ni muda gani wa kuomba? Saa tisa kamili mchana ni muda wa kuomba, ni muda wa kuomba maombi ya malango. Kama kuna malango yamefungwa kwenye maisha yako. Unaona hata maandiko katika kitabu cha Rais kama Siori Matendo ya Mitume inazungumza kwamba hata ilipofika saa 9 alasiri Paulo na Petro na Yohana wakakwea kauli kwenda kusali. Saa 9 alasiri wakamkuta mtu amekaa kwenye nini? Kwenye mlango uitwao Mzuri. Ilikuwa ni saa 9. Saa 9 ukipapata mtumishi wa Mungu naomba nionyeshe. Na kuonyesha kwa sababu wewe unaweza kuwa unaomba tunakimbia. Unjui tunaomba. Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 1. Inasemaje? Basi Petro na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni. Saa za kusali saa 9. Na mtu mmoja aliyekuwa, nisikilize, walikuwa wanakwea wapi? Kusali. Hekaluni. Si ilikuwa ni saa ngapi? Saa 9 mchana. Amina. Walikuwa wanaenda kusali. Kuna tofauti kati ya kusali na kuomba. Unajua tofauti yake? Sala ama kusali ni namna ya kuomba, lakini kule kuomba kunakuwa na mpangilio fulani. Ndio maana unaona Waroma na vitabu vya nini? Vya sala. Unakuwa unafuata mtindo fulani wa kufanya nini? Wa kuomba. Lakini maombi unaenda sasa na Roho Mtakatifu anafanya nini? Anakuongoza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Hebu turudi kwenye nanili, kwenye wakina Paulo na Sila. Naomba niende kwenye BHN mara moja. Nenda kwenye Biblia habari njema. Siku moja saa 9 alasiri, Petro na Yohana walikuwa wakienda hekaluni wakati wa sala. Unaona wakati wa nini? Wa sala. Wakati wa nini? Wa sala. Maana ilikuwa ni kama azana. Ulikuwa ni wakati wa nini? Wa sala. Walikuwa na utaratibu. Ulikuwa ni utaratibu ambao watu wamejiweka. Wakati wa nini? Mpaka wakao umewekea kabisa kama ikifika saa 9 kamili mchana ni wakati wa nini? Ina maana ulikuwa ni wakati ambao umeshajiwekea utaratibu kwamba kila ikifika saa 9 lazima tuende kufanya sala. Walikuwa hawaombi kwa kurukaruka. Ina maana mpaka wameita wakati wa sala, ina maana ilikuwa ni muda ambao wamejipangia kila siku wakati wa sala. Saa 9 alasiri. Alasiri ni muda gani? Asante. Unaona? Amen. Hiyo ndo alasiri. Ina maana ilikuwa ni mchana. Tuendelee kule kwenye mfano na Sila. Mstari wa 27. Yule mlinzi wa gereza akaamka. Naye alipoona ya kuwa milango ya gereza imefunguka, alifuta upanga, akataka kujiua. Amina. Ni kitu cha ajabu sana kwa sababu katika ulimwengu wa kiroho hao walinzi au wasawi ambao wamewekwa kwenye maisha yako kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wewe utoke hapo ulipo, huwa anakula kiapo. That's deep. Ya kwamba wewe ukifanikiwa kutoka hapo unapotoka, wao wanakufa. That's deep. Na ndio maana hata tu kulala
Wachawi wa halali mpaka waloge mtu. Unajua kanuni ya uchawi? Mchawi halali mpaka aloge mtu. Biblia inasema kwamba halali isipokuwa umefanya nini? Umefanya ila. Biblia inasema hivyo, utanitafutia hapo. Anasema kwamba andika hivyo, halali isipokuwa umefanya ila. Halali. Ili mchawi aweze kulala lazima awe ameweza kuloga kwanza. Sasa wachawi wanakuwa wameshakula kiapo kwamba huyu mtu anapotoka hapa aliposhikiliwa, wewe tunafanya nini? Akuchinja. Tunakuchinja. Lakini aishi tu hapo na kuonyesha tu hata kwa upande wa Yesu. Biblia inasema kwamba hata Herode alikuwa amewapisha wale walinzi ya kwamba ikitokea huyu mtu ameibiwa, mwili wa huyu mtu umeibiwa, nafanya nini? Na wachinja. Unaona, walinzi wa makaburi kazi yao ni kufanya nini? Chini. Mithali sura ya 4 mstari wa 16. Mithali sura ya 4 mstari wa 16 anasemaje? Mahana hawalali isipokuwa wametenda madhara. Umeona? Kisha hapo anasema hawalali isipokuwa wametenda madhara. Hiyo ni kazi ya mchawi. Huondolewa usingizi ikiwa hawakumwangusha mtu. Unaona? Huondolewa usingizi isipokuwa wameshindwa kumwangusha nani? Mtu. Ina maana mchawi tu akishindwa kukuangusha wewe anaondolewa usingizi. Hivi unajua adhabu ya kukaa bila kulala wewe. Kulala unatamani usiku lakini umeondolewa usingizi. Usingizi umeondolewa. Amen. Ili abaki kwa na usingizi lazima afanye madhara kwenye maisha yako kwanza. Lazima afanye madhara kwenye maisha yako kwanza ili mchawi baki na usingizi. Hiyo ndo kanuni ya mchawi. Hujaloga hakuna kulala. Hata usingizi wenzako wanautafuta kwa tochi. Wewe umelala muda wote. Utaki hata Mungu usiku manane kuomba. Amen. Jambo la pili. Kwa kitu gani ambacho huwa kinatokea mtu anapoamka usiku manane? Cha kwanza, vifungo vya kiroho huwa vinakatika, lakini pia laana huwa zinaondoka. Jambo la pili, milango iliyofungwa hufunguka. Hii jambo la pili ambalo huwa linatokea usiku mtu anapokuwa ameamka kuomba. Milango iliyofungwa hufunguka. Kwenye maisha yako kuna mlango gani ambao umefungwa siku ya leo? Je, ni mlango wa kazi? Je, ni mlango wa uchumi? Je, ni mlango wa watoto? Ni mlango gani ambao umefungwa kwenye maisha yako? Umefungwa. Ukiona kuna mlango umefungwa kwenye maisha yako, unachokifanya tu ni rahisi. Unaingia kwenye maombi. Unasema tu, Baba, katika jina la Yesu, Mungu wa mbinguni, kuna mlango wa biashara ambao umefungwa kwenye maisha yangu. Kuna mlango wa kazi ambao umefungwa. Kuna mlango wa uchumi ambao umefungwa. Mungu, siku leo nimeamka usiku manane. Kila mlango uliofungwa kwenye maisha yangu ninaufungua kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Unapofanya hivyo, Mungu anafungua milango yako mara moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Ufunuo sura ya 3 mstari wa 8. Ufunuo sura ya 3 mstari wa 8. Ufunuo sura ya 3 mstari wa 8. Maandiko yanasema, na yajua matendo yako. Tazama, nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kuufungua. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu amekupa mlango uliofunguka mbele yako. Usiku unaenda kufanya nini? Unaenda kudai mlango wako uliofungwa. Alafu ukishafungua kwenye maombi ya usiku, mlango wako hauwezi kufunguka tena. Hauwezi kufungwa tena. Umenielewa eh? Amen. Na milango inapofunguka kwenye maisha yako, ni kitu gani ambacho kinatokea? Fursa mpya zinakuja. Amina. Fursa gani ambayo unahitaji kwenye maisha yako? Fursa zinakuja. Fursa zinakuja. Maana Mungu anatafuta fursa zinatokea. Kitu kingine ambacho huwa kinatokea usiku manane unapoamka kuomba ni kwamba maadui huangamizwa au maadui hupigwa. Maadui huwa wanaangamizwa usiku wa manane. Asikudanganye mtu. Kama unatamani adui yako aangamie, hawezi kuangamia mchana. Yesu anakuja usiku. Huko anapokuja. Nifundishe namna gani ambapo unaweza kumwangamiza adui yako kwa urahisi. Nifundishe usiku. Amina. Unapokuwa umelala, unajua kisa tuko mama fulani sasa hivi hayuko kitandani kwake. Aidha alikuja kuniroga mimi au ameenda kuroga watu wengine. Si unajuana eh? Amen. Au baba fulani ni mchawi. Unachokifanya, mchawi kwa sababu usiku anapokuwa amelala, anachokifanya anauacha mwili. Akiwa ameuacha mwili, roho yake inakuwa imefanya nini? Imeondoka. Alafu baada ya muda akimaliza kuroga, anarudi kwenye nini? Kwenye mwili wake. Sasa ili kuweza kumuua, unachokifanya unamtenganisha kati yeye na mwili wake. Yaani atakapotoka kwenye mwili wake asiweze kurudi. Asubuhi inakuwa maiti. Just deep. Ni simple, umeelewa? Yaani nasema hivi, kama fulani kwa sababu wachawi wanaua.
Usiwachane na mtesa. Unasema tu kama fulani alivyotoka akauacha mwili wake, siku ya leo ninakata data. Unakata umeme pale katikati. Unakata, unazima data. Ni kama simu ilikuwa iko mtandaoni inaperuzi hivi. Ukikata wifi, haifanyi kazi tena. Unasema tu usiku wa leo ninamwekea uzio, ninamwekea ukuta kati ya roho yake na mwili wake. Atakapotoka hakuna kurudi. Kwa hiyo mtu ametoka, amemaliza kuroga, anarudi kwenye mwili wake, anakuta ukuta. Anakuta ukuta. Asipopata asubuhi nafika, anaendelea kuhangaika. Mume wake au watoto wake anakuja kumhamisha, anakuta mtu anamki. Apumue, amekufa huyo. Amen. Amekufa huyo. Na ndio maana nasikia kuna watu wanaingia kwenye koma. Kwa sababu mnajua maana ya koma. Kuna ule usingizi mzito ambao mtu anakuwa nao, yaani mtu anakuwa hajielewi, amepoteza fahamu. Hiyo ndio inaitwa koma kwa Kizungu. Kuna watu wengine wanaingia kwenye koma sio kwa sababu wanaumwa, hapana, ila walienda kuloga. Afu aliyoenda kumloga alikuwa ni mjanja. Na muda mwingine watu wanapotoka wanapoenda kuloga, muda mwingine nyakati nyingine kwenye ule mwili ambao anatoka anaacha pepo lake. Anaacha, kuna pepo analiacha ndani ya mwili wake. Ile pepo litakapokuwa limekaa ndani ya mwili litafanya ule mwili ushinde kufanya nini? Usife, kwa sababu mwili unakuwa umebarikiwa na nini? Na roho. Kwa hiyo yule mchawi anapokuwa kurudi, ile pepo alizofanya chochote linakuwa kwa ajili ya kuweka mwili kwa nini? Mzima. Kwa hiyo maana kwa kurudi anashindwa. Yesu mimi naamka unasema anapumua lakini hapoteza fahamu. Mtu anakaa amelala, amepoteza fahamu kwa miaka miwili, mwaka mzima au miezi 6. Ni kwa huruma tu za Mungu wengine wanaamka. Kwa hiyo kuna watu sio kama koma mtu anaweza kuingia kwenye koma. Mtu anaweza kaingia kwenye koma, lakini kuna watu wanaingia kwenye koma ni kwa sababu ya vitu kama hivi. Amina. Mnanielewa eh? Amen. Mnanielewa eh? Amina. Kwa hiyo ni muda wa kufundisha nini? Adui zako. Nisomee ile kitabu cha Kutoka ile sura ya 14 mstari wa 24. Kutoka 14:24. Kutoka 14 mstari wa 24. Ikawa katika zamu ya alfajiri, Bwana akalichungulia jeshi la Wamisri katika ile nguzo ya moto na wingu. Akalifadhaisha jeshi la Wamisri. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana alichungulia jeshi la nini? La Wamisri. Baada usiku mzima kulipiga, asubuhi alichungulia inaendeleaje. Kaongezea mafadhaiko juu tu. Usiku wa manane adui zako ni muda wa kuwafadhaisha adui zako. Amen. Amen. Ni muda ambao Bwana anapiga adui zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nanielewa eh? Amina. Nanielewa eh? Yes. Tunaendelea mambo mangapi? Matatu. Jambo la 4, usiku wa manane ni kile ambacho huwa kinatokea. Usiku wa manane malaika huanza kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Malaika huanza kufanya kazi. Kitabu cha Zaburi sura ya 91 mstari wa 11. Malaika huanza kufanya kazi usiku wa manane. Zaburi ya 91:11. Zaburi ya 91:11. Kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu anaagiza malaika mara nyingi sana usiku wa manane. Amina, watumishi wa Mungu eh. Amina. Mungu anaagiza, ukitaka uweze kutembea na malaika, ukitaka kuweza cooperate in angelic realm, lazima uchague kwamba mimi nitakuwa ni mtu wa maombi ya usiku wa manane. Kwa sababu unapokuwa unaomba usiku wa manane, Mungu anakuwa unapokuwa unatamka unapoomba, unakuwa na assign angels, unakuwa unawatuma malaika kufanya vitu kadha wakati kwa maisha yako. Amina. Na jambo la 5, usiku wa manane ni muda ambao majibu ya maombi huanza kutolewa. Ni muda ambao Mungu anaanza kujibu majibu ya maombi ya watu. Unamwomba Mungu kitu gani? Unamwomba Mungu jambo gani? Muda unaoomba usiku wa manane ndio kipindi ambacho matoleo ama majibu ya maombi huanza kutolewa. Na ndio maana mara nyingi sana unajikuta baada ya kumaliza kuomba, unapoenda kulala, unaota kitu ambacho kinafanana kitu ambacho uko nakiomba. Unaota kitu kana kwamba Mungu anakujibu tia ndoto ambayo Mungu anakujibu maombi yako kutokana na nikana kwamba Mungu anakujibu maombi yako kutokana na ndoto ambayo ulikuwa umeiota. Bwana Yesu asifiwe tena. Amina. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Utasoma wakati wao kitabu cha ile Yeremia 33 mstari wa 3. Lakini pia usiku wa manane, jambo la 6 ambalo huwa linatokea, nguvu mpya huingia ndani ya mtu. Nguvu mpya. Unapoomba usiku wa manane, kuna nguvu mpya ambayo Mungu huwa anaachia ndani ya maisha ya mtu. Kuna nguvu mpya ambayo Mungu anaachia ndani ya maisha ya nani? Ya mtu. Kitabu cha Isaya sura 40 mstari wa 31 nasema, mtumaini nao Bwana
watapata nguvu mpya. Usiku wa manane ni muda ambao unaingia kwenye maombi. Unapoingia kwenye maombi, Mungu anakujaza nguvu za kiroho. Mungu anakujaza nguvu za kuendelea mbele. Mungu anakujaza nguvu za kuendelea kutembea na yeye. Mungu anakujaza nguvu za kuishinda dhambi. Mungu anakujaza nguvu za kuweza kupambana na waliokuwa wanakutesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nielewa watu wa Mungu Lakini pia jambo la 7 ambalo huwa linatokea ni kwamba siri za kiroho huwa zinafunuliwa usiku wa manane. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisomee kitabu cha Danieli ile sura ya 2 na mstari wa 19. Kitabu cha Danieli ile sura ya 2, Danieli sura ya 2 mstari wa 19 ni kipindi ambacho siri za kiroho hufunuliwa. Mungu anafunua siri za kiroho. Kuna jambo ambalo unamuuliza Mungu, kuna kitu ambacho unatamani kuweza kukijua. Mungu anakifunua kwenye maombi ya usiku wa manane. Danieli sura ya 2 mstari wa 19. Ndipo Danieli alipofunuliwa siri hiyo katika njozi ya usiku. Njozi ya nini? Ya usiku. Ina maana kuna njozi za nini? Za mchana. Za mchana pia zipo. Kama zipo za usiku, ina maana kuna njozi za nini? Za mchana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndipo Danieli alipofunuliwa siri hiyo katika njozi za usiku. Basi Danieli akamhimidi Mungu wa mbinguni. Danieli akamhimidi Mungu wa nini? Wa mbinguni. Wakati wa usiku alipofunuliwa. Tunaenda jambo la ngapi? La 7. Jambo la ngapi? La 7 na 8. Tumetoka la 7 tunaingia la 8. Lakini pia usiku wa manane, jambo la 8 ni kipindi ambacho ushuhuda wako unazaliwa. Mungu anazalisha ushuhuda za watu wengi sana nyakati za usiku. Amina. Amen. Mungu anazalisha ushuhuda za watu wengi nyakati za usiku. Kitabu cha Zaburi ile sura ya 126 mstari wa 1 mpaka wa 3. Zaburi 126 nisomee. Zaburi ile sura ya 126 mstari wa 1 mpaka ule wa 3. Zaburi 126 mstari wa 1 mpaka wa 3. Bwana alipowarejeza mateka wa Sayuni, tulikuwa kama waotao ndoto. Ndipo kinywa chetu kilipojaa kicheko, na ulimi wetu kelele za furaha. Ndipo waliposema katika mataifa, Bwana amewatendea mambo makuu. Mstari wa 3. Bwana alitutendea mambo makuu, tulikuwa tukifurahi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema Bwana alipotutoa mateka, alipoturejeza mateka, tulikuwa kama tuotao. Mungu aliwakomboa wana wa Israeli kwa ni usiku. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaona hata Mungu alipokuwa anaua mzaliwa wa kwanza wa kila kiumbe, ilikuwa ni usiku wa manane. Kula kwenye Farao. Ilikuwa ni usiku wa nini? Wa manane. Wa manane. Amina. Amen. Lakini pia usiku wa manane, jambo la 9 ni muda ambao baraka za Mungu zinaanza kumfuatia mtu. Baraka huanza kumfuata mtu anapokuwa anaamka kuomba usiku wa manane. Bwana Yesu asifiwe sana. Utasoma kwa muda wako kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura ya 28 na ule mstari wa 2. Amina. Amina. Alafu jambo la mwisho usiku wa manane ni muda ambazo roho ya hofu huwa inaondoka. Mungu anaachilia amani ya mtu usiku wa nini? Wa manane. Utaona katika maandiko kwamba Yesu alipokuwa anaenda kusulubiwa alimuomba Mungu na ulikuwa ni usiku wa manane katika ile bustani. Lakini Biblia inasema kwamba Mungu akamtuma malaika akaenda kumtia nini? Moyo. Ina maana ulikuwa ni usiku wa nini? Wa manane. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana Yesu anawaambia wanafunzi wake, tazama roho yangu inaona huzuni kiasi cha kufanya nini? Cha kufa. Ulikuwa ni usiku wa manane huo. Ile ilikuwa ni hofu, ilikuwa imemuingia Yesu. Maumivu na uchungu. Kwa hiyo unapoona una uchungu wote, unapoona una hofu yoyote, jitahidi kuamka usiku wa nini? Wa manane. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Inaomba ufunge macho yako pale niombe kwa ajili ya neno. Baba, katika jina la Yesu Kristo andati hai na kushukuru Bwana kwa ajili ya neno hili, Mungu wa mbinguni. Asante kwa kuwa Bwana umetuelekeza mambo makubwa 10 ambayo huwa yanatokea mtu anapokuwa ameamka kuomba usiku wa manane. Baba, nasema asante kwa ajili ya somo hili. Zidi kutubariki Bwana, zidi kutuinua katika jina la Yesu. Amen. Amen. Tapie Bwana.